Last time tunazungumza ilikuwa ni mgogoro wa Irani na Marekani. Tuliona ulipokuwa umefika, mwanzo ulikuwa katika meza ya mazungumzo. Na sasa hivi inavyoonekana Trump ametoa siku 10 mpaka 15. Ali Khamenei naye amezungumzia kwake wana uwezo wa kuzidondosha submarine za Marekani na mavyombo yao ya kivita hayo. Nini unachokiona kwanza mpaka sasa hivi kilipofikia? Ninachokiona ni kile ambacho nilikisema mwanzo. Marekani na Israel wangekuwa na uwezo wa kuipiga Iran, wangeshafanya hivyo. Marekani na Israel wangekuwa na uwezo wa kuipiga Iran, wangeshafanya hivyo. Nikisema uwezo na maanisha kumpiga Iran, na baada ya kumpiga Iran udhibiti hali ya mambo ndani ya Iran kama ulivyofanya Venezuela. Huo ndio uwezo. Yaani nikisema uwezo simaanishi tu kufetua bomu umepiga pale Tehran basi. Ukishapiga una control vipi situation? Marekani ameenda Venezuela, amemtoa Nicolas Maduro madarakani. Baada ya hapo situation ya Venezuela iko vizuri, ni mbaya hivyo tusikie ya time, lakini nchi bado inatawalika ya Venezuela. Sasa je, una uwezo wa kuipiga Iran na kucontrol hali ya mambo baada ya kuipiga Iran? Hilo ndio swala kubwa Marekani wanalopambana nalo hivi sasa, kwamba tukisha ishambulia Iran mara baada ya hapo itakuwa vipi? Napo ndo unapozungumzia kitu kinaitwa uwezo. Uwezo wa vita ni kupiga na kucontrol hali mara baada ya vita. Uwezo wa vita ni unapopiga na kucontrol vile. Kwa mfano tukisema Marekani amepigana vita vya miaka 20 pale Afghanistan. Sasa alikuwa anawapiga wa Taliban, lakini hajashinda vile vita. Amepigwa kwa sababu ameshindwa kucontrol. Na mpaka sasa hivi Taliban wako pale wanaongoza Afghanistan na Marekani walikimbia kwa aibu. Si ndio? Uwezo wa vita tunasema Marekani ana uwezo wa kumpiga Iran. Lakini ili uwezo wa vita utimie ni kwamba ukishampiga Iran una uwezo wa kucontrol hali ilivyo, una uwezo wa kucontrol matokeo baada ya wewe kuanza kumpiga Iran. Ukiwa na uwezo kamili wa kucontrol, hapo ndo tunasema Marekani ana uwezo wa kumpiga Iran na Iran hawezi kufanya chochote, kwa sababu na yeye hatojibu ama majibu yake hataweza kumsumbua Marekani. Marekani ana uwezo wa kuipiga Venezuela, yes of course, kwa sababu kamchukua rais. Baada hapo matokeo nini? Nchi bado imeendelea kutawalika. Madili yake ya kuchukua mafuta ya Venezuela na kuyafanyia biashara yanaenda. Maana yake ni uwezo huo. Je, ukishampiga Iran utaweza kuitawala Iran? Ataingia kiongozi ama rais ambaye ana mrengo wa sera zako? Kwa sababu hii serikali ya Iran ambayo ipo haina mrengo wa sera za Marekani. Je, ukishaipiga Iran, Mashariki ya Kati ambayo inapitisha zaidi ya 43% ya mafuta yote duniani patatawalika? Hiyo ndo tunaita uwezo. Matokeo ya shambulizi la Marekani kwa Iran yatakuwa na matokeo gani? Hapo ndo njia panda ambayo hata Marekani pia na wao wapo. Yani wakimwangalia Iran, kwa sababu Iran amesema wazi kwamba ukinipiga mimi Mashariki ya Kati haitatawalika. Iran akisema Mashariki ya Kati haitatawalika, maana yake vita itakuwa kati ya Iran na Marekani. Vita itakuwa Hezbollah atainuka, Houthi watainuka, Taliban watainuka, wakina Daesh, kuna zaidi ya vikundi vidogo vingi. Sasa ndo Marekani akipima hiyo inaingia akilini kwamba nikianzisha vita hali ya Mashariki ya Kati itakuwaje? Na Marekani ana kambi kule, amewekeza billions za dola kwa ajili ya kujenga kambi Mashariki ya Kati, kwa sababu ni eneo muhimu na la kimkakati kwa sababu ya gesi na mafuta yaliyoko pale. Sasa ukishampiga Iran na hivi vikundi vidogo vikiamka, ule uwekezaji ambao Marekani amefanya pale, uone kama ni hasara? Hapo ndo njia panda ilipo. Marekani hana uhakika na matokeo yatakayotokea mara baada ya yeye kumshambulia Iran. Angekuwa ameshepima madhara kwamba itatokea hivi na hivi, angeshampiga Iran Marekani, kwa sababu ana vifaa vyote vyenye uwezo wa kumpiga. Lakini uwezo tunajumuisha na matokeo, kucontrol hali ya adui yako baada ya vita, ndo kumshinda kweli kweli. Kwa sababu uwezo kumpiga pale ukasema unamtoa Khamenei, it is okay. Ukamtoa Khamenei pale, akaja mwingine ambaye pia haivi na wewe Marekani, utakuwa umefanya nini sasa? Hujatibu tatizo. Kwa hiyo tunasema ukiangusha utawala wa nchi fulani, unaweka utawala ambao unakuunga wewe mkono.
Hapo ndo Marekani bado hajawa na uhakika nacho. Kingine pia ni issue tofauti kwa sababu pia inahisisha jihadi na Iran alishawahi kutishia hivyo. Kwamba Marekani wakijaribu tutatangazia washia wote ni jihadi dhidi ya Marekani. Tayari ni vita ya kiimani na unafahamu imani ni kila kitu. Imani inagusa kila kitu kwamba ukifanya hivi utaenda sehemu fulani. Kwa hiyo nadhani Marekani anaona akivamia Iran moja kwa moja mambo yatakuwa mazito sana mazingira Mashariki ya Kati. Na ndio maana hata kwenye hotuba yake ya usiku wa kuamkia leo saa ambayo ilianza saa 3 kamili usiku kwa saa za Washington, sawa na saa 11 kamili asubuhi kwa saa za Dar es Salaam, alisema wazi kwamba yeye anatamani kutumia diplomasia kwanza dhidi ya Iran. Sasa Trump ni rais mbabe. Hii tabia ya Trump kutumia diplomasia kaitoa wapi? Yaani tabia hii ya Trump hii kungangania diplomasia ameitoa wapi? Kwani kwa Maduro wa kutumia diplomasia wazungumze? Au kwingine kote huko. Kwa nini watumie diplomasia? Hii hapa Irani tangulini Marekani na Iran. Kwa hiyo maana yake ni haya tunayosema, madhara makubwa baada ya kuishambulia Iran Marekani bado wana wasiwasi nayo. Ndio maana imeenda meli ya kwanza, imeenda tena meli ya pili, bado wanaangalia. Juzi Marekani wametuma meli mbili. Jana Reuters wameripoti kwamba China wapo katika hatua za mwisho kabisa za kuwauzia Iran makombora yenye uwezo wa kulenga meli. Reuters, yes. Na nadhani hilo dili mpaka sasa hivi litakuwa limeshakamilika kwa sababu hiyo ni taarifa ya jana karibu saa 6 mchana waliandika Reuters. Yes, Sasa ukijaribu kuangalia unaona kabisa bado Marekani kipima kimtandika Iran matokeo yatakuwa ni mabaya zaidi. Ndio kile wanachokifanya kuanza kuhamisha baadhi ya wanajeshi wao katika kambi zao tofauti, mfano ile ya Qatar. Of course, kinga ni bora kuliko tiba. Hata kwenye mambo ya kijeshi inaenda hivyo, ni lazima kujiami. Yani kijasusi ama kwenye masuala ya vita kosa dogo linakuadhibu pakubwa sana. Yani kakosa kadogo hivi adui anaweza atumie kukumaliza kabisa. Kwa hiyo ndio hicho ambacho wanafanya Marekani, lazima wachukue tahadhari. Ali Khamenei kuanza kutafuta warisi wake inamaanisha nini hasa? Nafahamu kwamba fika atapoteza maisha katika hizi vita ama ni nini? Hajaanza leo. Hii sio project ya leo. Ya Ali Khamenei kuanza kutafuta warithi wake. Sio project ya leo. Unajua bahati mbaya hizi media hizi ambazo zina mfungamano wa magharibi Marekani huku, yani wanaonyesha kwamba yeye ndo anatafuta mrithi, ana hofu. Swala la Khamenei kutafuta mrithi limeanza tangu mwaka 2014. Swala lake yeye kutafuta mrithi limeanza hapo. Na wenzetu wanaandaa na ngoja. Acha tutasema mzee Kim Jong Un, rais wa Korea Kaskazini. Kaanza kumwona binti yake kuwa rais wa taifa hilo. Wenzetu wanaandaliwa. Korea Kaskazini wana sheria yao, mfumo wao. Watoto wa viongozi wana uwezo wa kuanza kuongoza kuanzia wakiwa na miaka 10 kwa jinsi ambavyo wanapikwa. Sasa ukianza kutafuta mrithi kibongo bongo anaandika urithi anakufa. Kwenye uongozi iko hivyo. Nchi makini inayojielewa na inayotaka kuendelea kuwa na nguvu, mrithi anatafutwa kabla. Hata huyu Putin, rais wa Urusi, kwani si aliandaliwa kabla? Kuna Urusi jina lake limemtoka mtu ambaye nadhani nitamkumbuka punde tu, ambaye alimrithi Putin. Lakini ukijaribu kuangalia jamaa yule alikuwa ni rais kivuli tu wakati wa siku za mwisho za urais wake. Putin ndiye ambaye alikuwa anaiongoza Urusi hata kabla hajatangazwa kuwa rais. Tayari alishampisha kiti kwamba kaa kwenye kiti cha kwa nchi ambayo wewe unafikiri kwa Marekani kwamba walijua baada ya Biden ataendelea Biden. Yani wewe unafikiri hawakujua kwamba Marekani jinsi ilipofika na Biden alipoipitisha wanahitaji rais kama Trump? Walishajua. Kaka. Wenzetu hawafanyi mambo kwa bahati mbaya. Yani wenzetu hawafanyi mambo kwa bahati mbaya. Makamu wa rais wa Marekani, basi tuitunze hii, J.D. Vance anaandaliwa kuja kuwa rais wa Marekani na atakuwa rais wa Marekani. Tuitunze tu, ipo siku. Kweli. Narudia tena, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance anaandaliwa kuwa rais wa Marekani na atakuwa rais wa Marekani. Tuitunze hii clip. J.D. Vance leo ni tarehe ngapi? 25-26 mwezi wa pili 2026. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance anaandaliwa kuwa rais wa Marekani na ipo siku atakuwa rais wa Marekani. J.D. Vance. Yani wenzetu wafanye vitu kwa bahati mbaya. Kwa hata ile Khamenei sio bahati mbaya. Ni swala ambalo lilikuwepo muda mrefu na ni mchakato ambao wanaenda nao taratibu. Na mrithi lazima awe wasiri kwa sababu anawindwa.
Huwezi kutangaza sio nafikiria huyu ndo atanirithi. Wa Marekani na Waisraeli watammaliza dakika sifuri. Kwa hata kama ni mrithi anaandaliwa ni kwa siri kubwa mno. Yaani unafikiri sasa hivi Khamenei anadondoka ajui mrithi wake ni nani? Alishapatikana bwana. Wanafahamu kila kitu. Lakini kwa nini mtangaze? Muda huu huwezi kumtangaza, atawindwa na Marekani na Israeli atauliwa. Kwa hiyo yuko ni project ya muda mrefu hiyo. Hata mtu asidanganye kwamba Iran wameweza kutafuta mrithi wa Khamenei kwa sababu eti ana hofu. Hana hofu yoyote. Hilo ni project ambayo ilianza tangu mwaka 2014. Yes. Okay, sasa kwa kumalizia kuhusu huu mgogoro, kuna watu ambao wanasema kwamba pengine huu mgogoro hauwezi kuisha kwa sababu kama vile ambavyo sababu leo isema wewe, na kuna wale ambao umezungumza kwa mapana pia ukasema kwamba endapo Irani inaweza ikaitangaza hivi itakuwa ya jihadi. Naona unaingiza mambo ya imani. Imani ndio inayofanya huu mgogoro pia uonekane ni mgumu sana. Yani kinachofanya mgogoro utarudi pale pale ni matokeo. Marekani akimpiga Irani hajui kitakachotokea baada ya yeye kumpiga Irani, Mashariki ya Kati itachafuka. Hapo tunapofanya wewe mgumu, ndio maana kila mtu anakimbilia kwenye diplomasia, kwa sababu hata Irani naye anaijua nguvu ya Marekani, kwa sababu Marekani kashampiga katika mitambo yake ya nyuklia mara kadhaa. Kwa kila mmoja Irani anaijua nguvu ya Marekani kwamba huyo ana silaha za kuja na siwezi kumzuia na ana uwezo wa kunipiga. Lakini Marekani naye yes, na uwezo wa kumpiga Irani. Lakini baada ya kumpiga itakuwaje? Ndio hapo tunapokuja kwenye lile swala la uwezo in general. Kwa kila mmoja anajua uwezo wa mwenzake. Irani anajua kabisa Marekani akileta mandege yake yale ambayo yanaonekana kwenye rada, mbona anashambulia hapa dakika sifuri? Na Marekani akiwaza kweli na uwezo wa kumshambulia Irani, ila baada ya shambulizi Mashariki ya Kati itakuwaje na mimi nimewekeza billions of money na huku na sera yangu ya Make America Great Again? Unaiona project ya kutengeneza bomu la nuclear kwa Irani ikifanikiwa? Tena usikute tayari wanayo. Marekani wamekuwa wakijitahidi sana kuweza kurudisha hatua za Irani nyuma kila ambapo wanajitahidi. Hata lile shambulizi ambalo lilifanywa mara baada ya vita vya siku 12 vya Iran, walipiga kule Isfahan ambapo ndo kwenye project zile za vinu vya nuclear. Na ndo imekuwa ni hofu kubwa ya Marekani, kwa sababu Marekani anahofia Iran akimiliki nuclear, kwa sababu Iran anaunga mkono vikundi vingi ambavyo vinapigana na Marekani kama kina Hezbollah, Taliban, Houthi, kwamba hizo silaha zikiangukia mikononi mwa hivi vikundi itakuwa ni hatari sana kwa Israel na kwa maslahi ya Marekani pale Mashariki ya Kati. Kwa hiyo hapa sasa ukiniambia tunaendaje, mimi nadhani narudi pale pale nilipozungumza na wewe siku ya kwanza. Bado sioni vita kati ya Iran na Marekani, na mimi binafsi sipendi vita. Hivyo ndio siku ya kwanza nilisema, na naona mazungumzo yakiendelea. Kama nilivyosema siku ya kwanza ndicho ambacho nakiona. Wataendelea kuzungumza kidiplomasia. Wala 15. Hapana, kupigana bado. Kama nilivyosema siku ya kwanza, ndicho ambacho nakiona sasa hivi. Sioni bado vita kati ya Iran na Marekani. Bado kila mtu hajamtime mwenzake vizuri. Bado kila mtu kuna hesabu za mwisho za kumalizia, kila mtu anaomhofia mwenzake. Kwa hiyo njia kubwa inaenda kwenye diplomasia. Labda Marekani anataka kujaribu kidogo ni kuishambulia Iran kwenye vile vinu vyake. Kufanya, niliona Trump anasema tunaweza tukafanya shambulizi dogo. Kwamba shambulizi ambalo hata Irani hawezi kulipa kisasi sana. Ni shambulizi ambalo unaharibu tu ile mifumo. Sasa shambulizi dogo maana yake sio kumtoa Khamenei madarakani. Unakuwa umetoka nje ya plani yako kwamba Khamenei anakuwa yuko madarakani, lakini umefanya shambulizi dogo kuharibu vile vinu vya nuclear. Kwa labda wafanye shambulizi dogo au diplomasia. Lakini useme vita ile kabisa Khamenei aongoke. Kila mtu anafanya timing kwa mwenzake, timing hairuhusu. Nadhani kwa wale ambao natamani kuelewa amepata kitu. Kwa kugusia kwa uchache lakini sijui, lakini kwenye hili uelewa wako kwa vipi hasa? Kilichotokea Mexico, El Mencho na madawa ya kulevya yale na nini, watu wameshtuka sana. Inawezekana vipi hasa gengi linakuwa kubwa vile? Ni kawaida sana kwa Mexico. Kuna wakati pia ilikuwa Colombia, enzi za Pablo Escobar. Sasa kwa Mexico ni kwamba biashara ya dawa za kulevya ni biashara kubwa sana ambayo serikali wameshindwa kabisa kuidhibiti. Sasa hawa watu ambao wanamiliki yale mageng ya madawa ya kulevya wana vyombo vikubwa vya ulinzi na usalama, kwa maana ya silaha na vifaa vingi kuliko serikali. Na ndio maana unaona serikali ya Mexico yenyewe kama yenyewe ni ngumu kupambana nao. Hata hii operation ambayo wameifanya, wameshirikiana na Marekani.
Yani Marekani wamewapa msaada ndio maana wakatoboa. Bila msaada wa Marekani ilikuwa ni ngumu kutoboa. Kwa hiyo jibu fupi na rahisi ili tu waelewe ni kwamba kwenye nchi kama Mexico na hizi nchi baadhi zinazopatikana kwenye bara la Amerika ya Kaskazini na Amerika ya Kusini ambako biashara ya dawa za kulevya inapigwa sana na ina hela nyingi sana. Hawa watu wanamiliki jeshi lenye nguvu kubwa sana na zana bora zaidi za kijeshi kuliko serikali. Ni kama ambavyo ilikuwa kwa Pablo Escobar. Jamaa aliomba ajifunge kwenye gereza lake mwenyewe. Sasa fikiria mtu alikuwa na nguvu kiasi gani mpaka serikali inamwacha kwamba bana wewe utajifunga, utajitengenezea gereza lako mwenyewe. Kwa hiyo ni kawaida kwa wafanyabiashara wakubwa wa dawa za kulevya Amerika ya Kaskazini kuwa na nguvu kubwa na mkubwa kuliko serikali. Na ndio maana unaona pia wengi wao huwa wanatoroka jela. Unamkumbuka El Chapo, jamaa mmoja mfupi hivi naye alikuwa gwiji ya dawa za kulevya kutoka Mexico. Yeye pia alitoroka jela. Sasa wanatoroka jela ya serikali, maana yake wana nguvu kuliko serikali, wana mtandao mkubwa kuliko serikali, wana majeshi. Umeona wale vurugu zote walizofanya, vifaa, magari. Yes, kwa sababu wana pesa na wanaingiza mpunga mrefu. Lakini pia serikali zao zinakuwa haziko vizuri sana kwenye masuala ya kuadhibiti, kupeleleza kuhusu madawa ya kulevya. Ziko weak kwa sababu wenye madawa ya kulevya wanauza, wanaingiza fedha nyingi kuliko watumishi wa serikali. Kwa hiyo tunaenda kwenye wengi wao mfumo wao ni ule kama wa Pablo, plata au plomo. Pesa au risasi. Utachagua moja kwamba wewe ni afisa wa serikali, ukimkamata akuue kwa risasi ama akupe pesa umwachilie na uwe mshirika wake. Kwa hiyo wauza madawa wengi wa kulevya Amerika Kaskazini, filosofia yao ni hii ambayo ilianzishwa na baba yao Pablo Escobar. Inasema plata o plomo, risasi au mpunga. Yes, hivyo. Kumalizia lakini ushauri wako hasa au take yako au maoni yako kwenye hili, unadhani wataweza kuzuia kabisa kwamba hivi biashara ikatoka? Hapana, hapana. Bado shughuli ipo. Amerika Kaskazini na madawa ya kulevya ni kama kurwa na doto. Yaani sio Amerika Kaskazini, Amerika Kaskazini na Amerika Kusini. Kwa sababu Marekani kuna soko kubwa sana. Na ndio maana unaona popote pale ambapo biashara ya madawa ya kulevya na shamiri, iwe Amerika Kaskazini, iwe Amerika Kusini, Marekani lazima aende akafanya operation. Operation ya Venezuela alisema kwa sababu Maduro anadhamini makundi ya madawa ya kulevya, hivyo akamchimba mkwara rais wa Colombia kwamba nitakuja kwa sababu naona unafanya hiyo biashara. Hivyo ameenda kumsaidia Mexico kumua El Mincho kwa sababu ya biashara ya madawa ya kulevya. Soko kubwa liko Marekani. Ndio maana wana hela. Soko kubwa sana liko Marekani. Kosti pamoja na yote kumbe wanauzia Marekani pia. Yes, soko kubwa la madawa ya kulevya liko Marekani. Ndio maana serikali ya Marekani inapambana nayo mambo. Liko Marekani soko kubwa kwenye pesa nzuri. Ni Marekani. Unafikiria kwa kweli unavyoona, lakini Afrika pia imekuwa kiombwa sana, mnaiona sana mataifa mengi yanajaribu kuipitisha hiyo ni sera ambayo pengine watu wauze. Kwa ushauri wako wewe kama Mtanzania, lakini maoni yako binafsi, unatamani siku moja mataifa yetu pia yaruhusu hiki kitu kwamba bana iuzwe cocaine? Hapana, wewe. Cocaine na heroin ni adui kwa vijana. Huwezi kuitumia ile, ni kitu ambacho ni kibaya sana. Wewe ukitaka tu kujua, angalia Google, hata watu wakiwa wametumia wazungu heroin. Unakuta mtu amekaa ni style fulani hivi kama amesizi hivi, yani kitu kibaya sana. Starehe ambayo mtu anaipata kwa kutumia cocaine ama heroin ni zaidi ya starehe ambayo mtu anaipata akiwa amelala kitanda kimoja na mwanamke wa ndoto yake. Narudia tena. Starehe ambayo mtu anaipata akiwa anavuta heroin na cocaine ni zaidi ya mara 1000 ya starehe ambayo mtu anaipata akiwa amelala kitandani na mwanamke wa ndoto yake. Yes. Ndio ilivyo starehe yake. Heroin ni tamu kuliko kila kitu kitamu unachokijua wewe, kwa mujibu wa waliowahi kutumia. Ambao mimi nimepiga nao story na wengine walikuwa ni washikaji zangu na wameacha. Ni tamu kuliko, kwa sababu ile unaweza ukaitumia according to story, yani wewe ukajiona kama bakresa, yani uko hai au umepaa, yani hai. Kwa hiyo heroin na cocaine no. Bangi yenye sasa kwa mujibu wa sheria zetu si Tanzania hairuhusiwi, kwa hiyo ni kinyume cha sheria, ila yako baadhi ya maeneo imeruhusiwa kwa starehe, lakini yako baadhi ya maeneo imeruhusiwa kutengenezea dawa, kwa sababu kuna baadhi ya dawa za maumivu zinachanganywa na kemikali ya nadhani ni THC kama sijakosea, ambayo inasaidia kutibu maumivu na kuwapa watu furaha. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo wamepitisha kama starehe, wengine wanatumia kwenye dawa za kupunguza maumivu, ila kwetu sisi tunaofahamu kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni jambo ambalo ni kinyume cha sheria na ni haramu. Bangi, mirungi, kwa mfano kwetu sisi Tanzania hapa mirungi ni haramu, hairuhusiwi kabisa. Lakini ukivuka mpaka Kenya, mira watu wanakula vizuri tu. Kwa hiyo bangi ni haramu kwa hapa Tanzania. Sasa siwezi kutetea kitu ambacho ni haramu kwa Tanzania, nitaitwa tena.
Siwezi kutetea, ni haramu na watu wachane nayo kabisa. Bangi si jambo zuri. Madawa yafai, yanaharibu future, yanaharibu mipango, yanatoa binadamu, ni vitu ambavyo unavifanya baadaye unajuta. Yeah.